Tuendelee na wizara ya mambo ya ndani ya nchi. Waheshimiwa wabunge, swali la Mheshimiwa Muhammad Amur Muhammad, mbunge wa Bumbwini. Swala la usalama wa raia na mali zao ni mmoja ya dhamana ya jeshi la polisi, lakini kwa muda mrefu Zanzibar wananchi wamekuwa wakipigwa, kunyanyaswa na kunyang'anywa mali zao na vikosi vya SMZ. Swali hilo linajibiwa na naibu waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Hamad Yusuf Masauni. Mheshimiwa naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi napenda kujibu swali la Mheshimiwa Muhammad Amur Muhammad, mbunge wa Bumbwini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua kuwa usalama wa raia na mali zao ndio dhamana kuu au kazi ya msingi ya jeshi la polisi nchini. Taarifa hizo hadi sasa hazijapata uthibitisho sahihi kutoka kwa wale ambao wanadai kutendewa vitendo hivyo, kwani hakuna taarifa yote iliyoripotiwa kwenye vituo vya polisi visiwani Zanzibar kuhusiana na uhalifu huo. Kwa mujibu wa taratibu zilizopo ni kwamba mtu yeyote ambaye anafanyiwa kitendo chochote cha uhalifu anapaswa kutoa taarifa kwenye kituo cha polisi ili hatua za kiuchunguzi na kiupelelezi zifanyike ili kubaini uhalifu ambao wamehusika na hatua stahiki za kisheria ziweze kuchukuliwa. Mheshimiwa Spika, katika serikali ya Jamhuri ya Tanzania kupitia wizara ya mambo ya ndani ya nchi bali inasisitiza kuwa haitambui uwepo wa vitendo hivyo, na natoa wito kwa wananchi wote ambao watafanyiwa ama wamefanyiwa vitendo kama hivyo watoe taarifa kwenye vituo vya polisi au kwa viongozi wa polisi waliopo makao makuu Zanzibar na Dar es Salaam ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa dhidi ya vitendo hivyo kwa watuhumiwa. Mheshimiwa muuliza swali Ali Saleh. Asante. Mheshimiwa Spika, kwa kweli hii ni standard answer. Hata tungefumba macho tungejua kwamba jawabu ingekuwa hii. Ni kawaida hii swali hili limeulizwa hii mara ya 5 tangu mimi kuingia bungeni. Na serikali yenye macho, masikio, yenye pumzi inasema haijui chochote kinachotokezea kule Zanzibar. Hili jambo la aibu kwa serikali. Sasa, je, haioni sababu hapa mimi mwenyewe nimeleta ripoti za haki za binadamu na nikawapa baadhi ya mawaziri hapa kuonesha matendo yanayoonekana Zanzibar. Je, bunge hili kwanza halioni wakati sasa umefika wa kuunda tume ya kibunge kuchunguza mambo yanayotokea Zanzibar? Lakini la swala la pili, Mheshimiwa Spika, kwa sababu wananchi Zanzibar sasa hawana imani na vituo vya polisi ambako wamekuwa wakiripoti, je, Mheshimiwa Waziri uko tayari kutoa commitment humu ndani bungeni leo kwamba tukutane uwanja wa Amani tarehe ambayo yeye anataka, tumletee wananchi ambao wameonewa, wamenyanyaswa, wamepigwa, wamedhalilishwa, tumuoneshe kwamba watu wapo, na ushahidi wa hili Mheshimiwa Waziri wa mambo ya ndani akiri mara ngapi nimemwandikia na hata siku moja hajaja Unguja wala Pemba tukajua kama kaja tukafanya kazi naye kuhusu swala hili. Asante. Majibu ya maswali hayo Mheshimiwa Waziri wa mambo ya ndani ya nchi, Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Mheshimiwa Spika, ni kweli Mheshimiwa mbunge ameshatoa hoja hizo na ameandika, lakini sehemu moja tu anasema waziri wa mambo ya ndani hajaja Unguja ama Pemba. Mimi nishafika Unguja na Pemba na hujafika kwa wale waathirika, na tutafute sisi tukuoneshe. Mheshimiwa Ali Saleh, na taratibu tafadhali, na taratibu za Mheshimiwa Waziri endelea. Na taratibu za utendaji wa kazi zinafanyika kwa kutumia vikao, na baadhi ya wabunge nilikutana nao, tena wabunge wa majimbo na mpaka Pemba, na Atibu ni mmoja wapo nilionana naye. Lakini niseme tu kwamba utaratibu wa upokeaji wa malalamiko upo kwa njia zilizo rasmi, na hakuna utaratibu wa kuweka paredi uwanjani kupokea malalamiko, kwa sababu vitendo vya aina hiyo ikiwa vimetokea tunapokea malalamiko, na kuna taasisi zingine ambazo zinatakiwa kuverify kwamba vile vilifanyika.
Kwa hiyo kwa sababu mheshimiwa mbunge ndio tunaanza tu bunge leo, waelekeze watu wako na mimi nitawaelekeza watu wangu wafikishe hao malalamiko, alafu verification zifanyike kujua ukweli wa hicho kinachofanyika. Asante sana. Tunaendelea na swali la Mheshimiwa Ndugulile, mbunge wa Kigamboni. Pamoja na kuwa jimbo la Kigamboni ni wilaya ya kipolisi, majengo ya ofisi ya kamanda wa polisi wilaya OCD na kituo chake ni chakavu. Je, serikali inaona umuhimu gani wa kulirekebisha hilo na hili litatekelezwa lini? Linajibiwa na naibu waziri wa mambo ya ndani Mheshimiwa Masauni. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi napenda kujibu swali la Mheshimiwa Dr. Faustin Ndugulile, mbunge wa Kigamboni, lenye swali sehemu A B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, wilaya ya Kigamboni ni moja kati ya wilaya 5 za mkoa wa Dar es Salaam ambayo imeanzishwa mwaka 2006 chini ya mpango wa maboresho ya jeshi la polisi kwa lengo la kuboresha na kusogeza huduma za ulinzi na usalama karibu na wananchi. Mheshimiwa Spika, kutokana na uhaba wa rasilimali fedha na majengo, huduma za kipolisi zilianza kutolewa katika jengo dogo la kituo cha polisi Kigamboni chenye hadhi ya daraja la C. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi inakusudia kujenga vituo vyote vya polisi kwenye wilaya ambazo hazina majengo yenye hadhi stahiki, ikiwemo wilaya ya Kigamboni. Ujenzi wa kituo hicho utafanyika eneo la Kibada mara fedha zitakapopatikana. Mheshimiwa Dr. Ndugulile, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niulize maswali ya nyongeza. Wilaya ya Kigamboni ina askari takriban 100, magari yanayofanya kazi 3 na nyumba chache sana za askari. Je, serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ina mkakati gani wa kuongeza askari katika wilaya mpya ya Kigamboni ili kuikidhi mahitaji, hususan tukizingatia kwamba wilaya mpya ya Kigamboni na changamoto kubwa sana ya uvuvi haramu, uhamiaji haramu pamoja na ongezeko la uhalifu? Swali la kwanza. Swali la pili, Mheshimiwa Spika, nilitaka kujua katika majibu ya Mheshimiwa waziri amejibu kwamba ujenzi wa kituo kipya cha kiwilaya utajengwa katika kata ya Kibada mara fedha zitakapopatikana. Je, wizara inaweza ikamake commitment kwamba itaingiza ujenzi wa kituo kipya cha polisi cha wilaya katika bajeti inayokuja 2017-18? Majibu ya swali hilo Mheshimiwa naibu waziri mambo ya ndani ya nchi Injinia Masauni. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Dr. Faustin Ndugulile, mbunge wa Kigamboni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kuhusiana na pendekezo la Mheshimiwa mbunge kuhusu haja ya kuongeza idadi ya askari Kigamboni, naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba jeshi la polisi ama serikali kupitia jeshi la polisi limeliona hilo, na tunategemea pengine katika askari ambao wanaweza kuajiriwa katika mwaka ujao wa fedha tuweze kuangalia uwezekano wa kuongeza idadi ya askari katika maeneo yote ambayo kuna upungufu wa askari ikiwemo Kigamboni. Lakini swali lake la pili, ametaka kujua kwamba katika bajeti ya mwaka huu wa fedha kwamba fedha hizo za ujenzi wa kituo cha Kigamboni zitaingizwa. Mheshimiwa Spika, naomba kwanza nimthibitishie Mheshimiwa mbunge kwamba mpaka sasa hivi hatua ambazo zimefikiwa ni hatua za kuridhisha, kwani mbali ya kupatikana eneo la ujenzi wa kituo, lakini tayari hatua za awali ikiwemo utayarishaji wa ramani kwa ajili ya ujenzi wa kituo hicho umeshafanyika. Na naomba nichukue fursa hii
kumhakikishia mheshimiwa mbunge kwamba wazo lake tutazingatia, ingawa inawezekana ikawa kwa bajeti mwaka huu ikawa tumechelewa, lakini tutaangalia taratibu mwingine wa kuweza kuangalia jinsi gani ya kupiga hatua zaidi, na pale ambapo tutakapoweza kuangalia kuingiza katika bajeti ya mwaka mwingine wa fedha tutazingiza kwa ajili ya ujenzi wa kituo hicho. Waheshimiwa wabunge, kwa sababu ya muda tuendelee na Wizara ya Katiba na Sheria.